Shomari Kapombe pande wa kulia. Ile mtu anaweza kaibua hiyo hoja. Kwa nini labda Lusajo aite? Mimi nimemwona Haji Mnoga akicheza, wote tumemwona tangia kwa Adel Amroch paka kwa Hemedi Morocco, hajawahi kuwa mchezaji tegemeo kwenye timu ya taifa hata kipindi ambapo Shomari aite kama ambavyo ilivyo kwa Lusajo Mwekenda. Kwangu mimi naamini hivyo. Kwa hiyo kwangu natamani hiyo collab ya mwisho sasa ambayo itakuwa kambi ya mwisho ya michuano. Mimi binafsi huna imani na Haji Mnoga? Ni Shomari Kapombe na Lusajo Mwekenda. Hawa kwangu naamini wapo tayari kwa ajili ya kupambana. Lakini Haji Mnoga mara zote ambazo ameitwa mimi sijaona kama amekuwa ni mchezaji ambaye anatosha kabisa kuivaa jezi ya timu ya taifa. Labda wote wasiwepo au mmoja kati yao awe na maana. Hata kama hawa wote hawapo, yani kitokea labda Shomari hayupo au Lusajo hayupo, bado pia kuna hizo Patrick Mwenda ambaye pia mimi naamini anaweza kaongezeka pale kucheza nafasi. Na uzuri wa Israel sio tu beki ya kulia, hata upande wa kushoto pia anacheza tena kwa kiwango kile vizuri. Kwa bado nafasi ya Haji Mnoga kwangu mimi sioni kwenye timu ya taifa, lakini mimi sio mwalimu. Kwangu mimi mmoja nimekiona. Naamini baada ya hii kambi ambacho atakiona Miguel Gamon, kwa sababu sio mgeni na wachezaji wa Tanzania sio mgeni kwa Israel, sio mgeni kwa Lusajo. Haji Mnoga kwa mara kwanza anaenda kufanya naye kazi kwenye timu ya taifa. Baada ya hapa naamini collab inayokuja kutakuwa na mabadiliko kutokana na ambavyo yeye anahitaji timu yake icheze. Lakini ile ya mwisho baadhi ya wachezaji hawataki kuacha kabisa. Narudia tena, uwezo kufurahisha watu wote, lakini kuna baadhi ya wachezaji ni muhimu, kila mtu anajua kwenye timu ya taifa, kila mtu anajua umuhimu hao au hawataki kuacha. Sawa. Na Wakanda amezungumza hapo Nsajigwa Senior kuhusiana na kile ambacho yeye anakiamini katika kikosi cha Taifa Stars, lakini pia tukamsikia hapa kwa ufupi kaimu kocha mkuu wa kikosi cha Taifa Stars kwa maana ya Miguel Gamon. Yeye kwa upande wake ameweza kuzungumzia kwanza fahari ya kuwa chief coach wa Taifa Stars, lakini pia hayo maingizo ya wachezaji wawili kwa maana Idi Suleiman Nado sambamba na Kelvin Nation. Kwa upande wake nini anakiona kuelekea mechi dhidi ya Kuwait, hapa akiweza kuzungumza kocha Miguel Gamon. For living for everybody, but we find a very good reception from the players. We are very happy, and me particularly I'm very proud to be with this opportunity to be the national team head coach. And you know, my feeling from Tanzania is very strong, and I'm more than happy. And for sure we will try to do our best to represent very well the country. And I try to pass this message to the player as well. You know, Faisal is injury. Even Noga called me today. He picked up an injury as well. There are some problems with this logical. Sometimes arrive. But the rest is okay. It's okay. But yesterday and today we bring some sparring, some youth player from JKT, from Simba, even to try to get some experience for the youth. The idea is, of course, now this camp and this friendly game is for to get knowledge between the player, myself, the federation. It's like a good experience. And for me to evaluate some players, and after when we come back in December, we'll make a big collab for player to continue to see some player and put the final list for African Cup of Nations. Sawa, huyo ni Miguel Gamon, kaimu kocha mkuu wa kikosi cha Tanzania Taifa Stars, ambaye atasafiri na kikosi hiko kuelekea Misri katika mechi ya kirafiki dhidi ya Kuwait, lakini pia ataenda pale nchini Morocco kwa ajili ya michuano ya mataifa huru ya Afrika. Amezungumzia kwanza furaha yake kuwa chief coach wa Taifa Stars, lakini dhamira ya mchezo huu wa kirafiki dhidi ya Kuwait ni kufahamiana na wachezaji na kuona picha ya wachezaji gani ambao wanaenda kuwaita katika mechi za kuania kufuzu AFCON. Na hapo amezungumza Nsajigwa yakiona kwa maana Mwekenda alipenda aitwe, lakini pia Msuva, Bwana Samata, kadhalika kwa Idi Nado ambaye leo ameweza kumreplace Faisal Salum ambaye ana majeraha. Kwa upande wako kukosekana kwa baadhi ya wachezaji nyota, hasa hao ambao waliwaita na wana majeraha, kunaweza kukapunguza ufanisi katika ile kazi yake ya kuchagua kikosi ambacho kitakwenda kuiwakilisha Tanzania AFCON 2025? Kwenye kalenda ya FIFA kuna international break moja tu,
mpaka tutakapoenda kwenye michuano ya AFCON, na international break yenyewe ndio hii, ambapo kwenye international break hii Tanzania na mchezo mmoja tu huo dhidi ya Kuwait. Mwalimu Gamondi kwenye kichwa chake hivi sasa kuna aina fulani ya Tanzania ambayo anaifikiria. Okay. Kuna kikosi chake cha kwanza ambacho tayari atakuwa na kiwaza. Jana nilikuwa nakwambia hapo kwamba timu ya taifa kwa ukubwa zaidi huwa inabebwa na wachezaji. Kocha huwa ana jukumu la kuwaunganisha hao wachezaji, lakini jitihada za wale wachezaji ndizo ambazo huwa zinabeba dhamira, maono na matamanio ya timu hiyo ya taifa husika. Kwa hivi sasa kwenye kichwa cha Miguel Gamondi ni kocha ambaye ameingia in a short notice. Kwa nini nasema short notice? Tunazungumza hapa tuna almost mwezi mmoja, kama sio na wiki mbili pekee ili tuingie kwenye michuano ya AFCON. Mwalimu katika kipindi hiki anatakiwa kuandaa timu kwa haraka, anatakiwa kuhakikisha kwamba wale very best players wa taifa hili ndio ambao wanaenda kwenye michuano ya AFCON. Sasa ukija kuangalia kwa bahati mbaya sana, kwa hivi sasa tuna wachezaji wengi ambao wana viwango vya wastani. Nikimaanisha nini viwango vya wastani? Angalia performance zao kwenye club level, angalia muendelezo wa viwango vyao kutoka msimu uliopita mpaka hivi sasa, angalia muendelezo wa viwango vyao kutoka mechi ya kwanza mpaka kwenye mechi ambayo wametoka kucheza ambao ni mechi ya mwisho. Viwango vyao vingi vimerudi kwenye flat rate, yani sio viwango vikubwa sana wala sio viwango vya chini sana. Sasa unapoelekea kwenye michuano mikubwa, kuna muda as a coach ukisha liangalia kundi lako kuona wachezaji wako wengi wana viwango vya wastani, kuna muda una opt kwenda na nasema labda kigezo cha ziada, ambako mara nyingi kigezo cha ziada huwa kinakuwa ni uzoefu. Kuna mchezaji ambaye ana kiwango cha wastani, lakini yeye awapo uwanjani anakuofa composure kwa sababu ana experience ya kucheza hiyo michuano. Kuna changamoto kubwa sana huwa imekuwa ikiwakuta wachezaji ambao huwa wanaenda kwenye michuano fulani kwa mara ya kwanza. Huwa wanakutana na ile fever ya kulicheza michuano badala ya kuzicheza mechi. Lakini hivi sasa ukimchukua Mbwana Ali ukaenda naye kwenye AFCON, automatically yule anaenda kucheza zile dakika 90. Mbwana hawezi tena kwenda kucheza lile tukio la AFCON. Simon hawezi tena kwenda kulicheza lile tukio la AFCON. Yeye anaenda kuzicheza zile dakika 90 kwa sababu ashaenda kwenye AFCON 2. Anajua mazingira ya AFCON, anajua ile tension, anajua pressure, anajua mazuri, anajua mabaya yote ya kucheza AFCON. Kwa hiyo as a coach kwenye kipindi kama hiki utatamani kwa accumulate hawa wachezaji wenye experience, wachezaji ambao labda kwa eneo fulani wana ubora wa kiasi kadhaa, halafu hawa wengine ambao sasa ndio unaweza wengine ambao ndio utakuja kuwajazia. Ukishapata timu ya aina hii, ina maana tayari kwenye mkoba wako unakuwa una package iliyokamilika. Umo ndani una mchezaji ambaye yuko kwenye form nzuri, una mchezaji ambaye hahitaji muda mrefu kuwaka. Kuna wale ambao huwa wanawakia kwenye gia, yani ukimwangalia mtu kama Idi Suleiman Nado, yawezekana asikuofa vizuri kwenye mechi mbili, lakini Idi anaweza akacheza mechi ya 3 vizuri sana because ana daraja fulani ambalo lina afadhali kuliko wachezaji wengine. Ukimwangalia mtu kama Novatus Dismas Mirosh, yawezekana mechi 2-3 asicheze vizuri, lakini mechi ya 4 ile ana guarantee kwamba kuna game atawaka. Yani kuna game hatocheza kwenye mfululizo, hajacheza vibaya kwenye mfululizo wa mechi 5, mechi 6. Kuna katika mechi chache anaweza akawakia huko katikati. Kwa hiyo unajikuta una kundi la wachezaji wa aina hii ambao ukiwapa yale maelekezo, ukitia mamasa ya kutosha, hawa watu wanaweza wakafufua viwango vyao hata kwa mechi moja tu, halafu wakakupa matokeo ambayo yakawa yana afadhali kwako kuelekea kwenye mfululizo wa michuano. Kwa hiyo kwa hivi sasa Miguel Gamondi nikikiangalia kikosi chake kimekutana na changamoto ambazo ni fitness ya baadhi ya wachezaji muhimu. Mtu kama Mudathir, mtu kama Faisal, fitness yao iko down, lakini B imekutana na changamoto ya viwango vya wale the very best ambao hata wana offer experience pia viwango vyao kwa hivi sasa sio tena vya juu. Mfano mtu kama Mbwana Ali. Kwa hiyo kumkosa Mbwana Ali hivi sasa ina maana kwamba mwalimu anaweza kawa ametumia hii gap akimweka Mbwana kama mchezaji ambaye at any given time nafasi yake na kuwepo pale pale. Inamaanisha nini hapa? Tupo kwenye situation ya mwalimu kutafuta wachezaji imara hivi sasa. Kwamba hajafika kile kigezo cha experience bado. Kwamba sasa niende nitafute pool ya wachezaji ambao wapo kwenye form. Kwamba mchezaji ambaye kwa muda huu amewaka, anaangalia kwenye ligi, anaangalia nchi za nje nani kawaka. Halafu akishamaliza hiyo anawakusanya,
anawapa mechi yake moja, halafu anaangalia je, hili kundi la hawa wachezaji waliowaka linaweza likabeba kile ambacho mimi nakitamani. Likishindwa ndio pale ambapo mwalimu anaopti kurudi na wale wachezaji ambao hata kwenye kola pia wakuepo. Kwa bwana nimecheza game moja na Kuwait, lakini nilivyokiangalia kile kikosi, hapana, hiki kikosi kitamhitaji tu bwana Ali Samata, kwa sababu yawezekana uwepo wake uwanjani ukawa una impact ambayo inafadhali kuliko impact ya mchezaji A. Uwepo wa Simon Epigodi Msuva, licha kwamba sikumuita kwenye kola pia Kuwait, lakini namuhitaji kwa sababu huyu si mchezaji ambaye utampepea sana ili awake. Kuna yale maelekezo ya mechi moja tu anaweza akayabeba vizuri na mwisho wa siku timu ikaenda kuperform. Kwa hiyo hii ni call up muhimu ambayo mwalimu anaweza kana itumia kuangalia ni wapi na wapi na wapi ambako anaweza akapata wachezaji wa kujazia magepu. Lakini kama nilivyosema hapo awali, katika fikra za kocha yoyote yule anayeenda kwenye timu yoyote ile, mara zote kichwani mwake anapokanyaga kwenye training session kwa mara ya kwanza, anakuwa na kikosi chake ambacho anaamini hawa ni wachezaji ambao panga pangua. Inawezekana sio 11, inawezekana wakawa hata 5, inawezekana wakawa hata 4, lakini hao tayari anakuwa nao kwamba mzizi wa timu yangu mimi ina goalkeeper ataweza kaa fulani, ama kama ni mabeki anaweza kaa na beki yake mmoja, anaweza kaa na viungo wawili, anaweza kaa na shambuliaji wake labda wawili, anaweza kaa na mshambuliaji mmoja ama winga mmoja, whatever, lakini ule mzizi anao. Na ukiangalia wachezaji ambao kwa bahati mbaya hivi sasa tunawakosa kwa sababu ya vile vigezo nilivyovitaja, either ni fitness, either ni majeraha, ni whatever, wengi ni wachezaji ambao hata wewe ambaye sio kocha mdau unaisikiliza unaamini huyu kwenye kikosi cha kwanza anatakiwa kuwepo. Yani mfano, any reason Faisal asiwepo kikosi cha kwanza cha Tanzania, unaona kabisa it's impossible Faisal kumkosa kwenye kikosi cha kwanza cha Tanzania. Kwa hiyo kwa Gamondi inawezekana kabisa hivyo, Faisal anatoka. Sasa hebu nitafute mchezaji ambaye hivi sasa huku nje naweza nikampata nikamweka kwenye hii nafasi ya Faisal, hata kama akishindwa kuperform najua tu Faisal yupo, nitamuita na atacheza kwenye michuano ya AFCON na mwisho wa siku nitakuwa na timu ambayo itakuwa nzuri. So kuwakosa hivi sasa yawezekana kusiwe kuna athari kubwa mno, lakini sasa changamoto itakuja kama atawakosa hata kuelekea kwenye ile michuano ya AFCON, kwa sababu pool ya wachezaji wetu wengi ni na viwango vya wastani ambayo sasa inaambatana kiwango cha wastani halafu hana experience. Hii ni bomu ambalo lina tokota, yani ni bomu lile la sekunde, na sekunde zinapungua. Ni mchezaji ambaye kiwango chake cha wastani alafu hana experience, alafu hafla binvu pap unaenda naye kwenye michuano ya AFCON, ambayo AFCON hiyo ina Nigeria, AFCON hiyo ina Tunisia, AFCON hiyo ina Uganda. Hili inakuwa ni bomu. Kwa hiyo at least ukimkosa mchezaji ambaye ana kiwango, beba hata mchezaji ambaye ana experience, ambao ndio hao ambao hujawaita sasa hivi, lakini wanaweza kaja kukusaidia kwenye michuano hapo baadaye. Sawa. Na Eben, ukiwatazama wa Tanzania ama ukiwasikiliza na kupita katika mitandao ya kijamii tangu ambapo Miguel Gamondi ametangazwa kuwa kaimu kocha mkuu wa Taifa Stars, wana imani kubwa sana. Kadhalika kwa wasaidizi wake Musa Ndau, lakini Ahmad Ali, alimuona pia kocha Shavi yule ameweza kujumuishwa. Watu wanatengeneza picha kubwa ya kuiona Stars bora chini ya kocha Miguel Gamondi. Kwa upande wako wa Tanzania, yani kwa hiki ambacho wanakiamini, wanapaswa kuendelea nacho ama wasijenge matarajio makubwa alafu ikaja kuwa disappointments? Kuamini ni moja pia njia nzuri ya mafanikio, kwa sababu tunatengeneza timu ya taifa ambayo ni taifa kwa ujumla. Ni tofauti na issue za club. Club level, unajua clubs ziko nyingi. Na nchi ina vilabu vingi tu vinashiriki level mbalimbali za ligi, kwamba Premier, Championship, ligi daraja la kwanza, mpaka madaraja ya wilayani huko mpaka kwenye kata. Lakini kwa issue ya national team ni issue ya taifa zima kwa ujumla. Kwa hiyo as a nation tunakuwa na ambition moja. Kwa hiyo matarajio hayo yanatokana pia na kile ambacho tumekuwa tunakiona, kwa kile ambacho amekuwa anakifundisha kwenye timu zake alizopita. Same example hapa wa Yanga, same kwa Singida. Mwalimu ambaye anaweza kucoach timu ambayo inaweza kucheza mpira ambao unaeleweka, kwamba timu inaweza ikawa na identity. Ni kitu ambacho kama taifa tumekikosa, na kutengeneza kitu kama hicho huwa hakihitaji muda mfupi kidogo, kwa sababu tuko in between mashindano, na hapo upo between ya kutengeneza mazingira ya kutengeneza timu ambayo inaweza ikawa na sura ambayo inatambulika. Kwa hiyo nadhani matarajio yawe ni mazuri, lakini pia tumpe muda kutengeneza kitu ambacho kinaweza kikaonekana mbeleni. Kwa sasa hivi naona ni mazingira magumu sana, kwa sababu uko between mwezi mmoja wa kwenda kwenye mashindano
na nikiangalia pia situations na wachezaji ambao tunao hawako kwenye ile best performance sana, kwa sababu tunaangalia wachezaji wetu bora timu yetu ya taifa, Faisal, unaangalia Faisal, Clement, Baka, Job, unaangalia kwa asilimia kubwa unaona wachezaji ambao kwa msimu mpaka sasa wengi wao bado hawako kwenye zile levels ambazo tumezoea kuwaona kwamba wako kwenye gia ya chini. Yani Fei amekuwa na kiwango kizuri lakini sio kwa ile standard yake. Baka naye sehemu Mzizi naona tujamuona kabisa msimu kwa nafasi kubwa. Majeraha amemweka nje. At least Dickson Job some parts amekuwa na kiwango bora, lakini maeneo mengi ya uwanja tumeona wachezaji ambao ndio taratibu wanaanza kurudi kwenye level yao ile ambayo tumeiona. Kwa nadhani to stick kwanza na kilichoko mbele yetu na tumpe muda ya kwenda kutengeneza timu kwa muda mrefu, kwa sababu tuko kwenye shida. Na hii shida yetu sasa kila tumekuwa tunajaribu kuitengenezea majibu ya haraka haraka imekuwa inagoma. Nadhani kwa nini tusijaribu kwa sasa hivi? Ndio. Kuupa muda kutengeneza project ambayo inaweza ikatusaidia mbele. Let's say AFCON 2027 kwa mwaka mzima, kwa 2026 yote kutengeneza timu ni nafasi nzuri. Tofauti na hapo kusema tu tuna plani za kwenda kushiriki kufika nusu finali AFCON ya Disemba hapo. Kwa mazingira ambayo unaona itakuwa ni ngumu na tutakuwa tunawabebesha wachezaji mizigo ambayo ni mikubwa, pamoja na mwalimu ambaye tumeona pia hata level yake pia mafanikio kwa level kubwa kama hiyo hana. Kwa hiyo still tumpe time, na kwa kila ambacho tulikuwa tunakiona kwake anaweza akatengeneza kitu kizuri kama atapewa room pia ya kusapotiwa na watu ambao wako nje ambao pia ni wadau wa mpira kama hivyo, washabiki ambao wanaweza kuongelea, kwa sababu timu ya taifa is different na club. Na ni kweli, na kuna kipindi mashabiki wanasema mimi bora niache kushabikia timu ya taifa kutokana na kile ambacho kinaendelea, lakini kwa sasa hivi wa Tanzania naona wamehamasika kuisupport Taifa Stars kutokana na kile ambacho kinaendelea, na hata ujio wa kocha Miguel Gamondi wengi wameupokea kwa njia kwa namna chanya, kwa sababu wanamfahamu pia. Kwa sababu ukiangalia past za makocha ambao tumekuwa nao hivi karibuni, Hemed Morocco, ukiangalia past yake sio promising sana kwa level ya timu ya taifa. Amoche unaona ni the same, unaona ni the same naye. Profile yake national team sio kubwa sana kivu. Kwa ni walimu ambao jamii ya watu wa mpira wengi ni wachache sana walikuwa wanawafahamu. Ndio maana hata muamko haukuwa mkubwa sana. Walikuwa wanatarajia tu uingie uwanjani uone nini kinafanyika. Kidogo mtu ambaye unaona alikuwa ni mtu kama Amonike. Ambao ameifanya vizuri pia kwa ngazi ya timu za taifa za vijana, perform kama mashindano makubwa kabisa huko duniani, na yeye as a player, profile ya mchezaji mkubwa kucheza vilabu vikubwa duniani. Kidogo ni watu ambao walikuwa na idea nayo, ndio maana matarajio pia yalikuwa ni makubwa. Kwa Gamondi unaona hivyo pia supportive issue ni kwa sababu ni mwalimu ambaye pia wanamfahamu, kafanya kazi hapa nchini kwa muda mrefu ambao watu wengi wamemuona, na timu zake zimekuwa zinavutia kwa mafanikio. Kwa sababu unaona moja ya Yanga ambao tumeona bora sana ni chini ya mwalimu Miguel Gamondi. Kwa ni Yanga ambao inacheza mpira very good attacking football, funga mabao a lot of goals, wamefunga bao 5 games nyingi sana hapa. International unaona Yanga walikuwa on a verge ya kufika kabisa semis bila ile controversial issue ya kule South. Tulikuwa tunaweza kuongea mambo mengine hapa. Unaona Singida tayari kaenda kuweka history group stage for the first time, wanashiriki mataifa, wanafika group stage ya CAF Confederation Cups. Kwa hiyo ni mwalimu ambaye watu idea zake wameziona na kila ambacho amekifanya watu wengi wamekiona. Yani ni mtu ambaye kwa mazingira ambayo alikuwepo ameperform beyond expectations. Yani unaona Yanga kaweka historia kufika robo finali CAF Champions League, kitu ambacho Yanga hawajaifika. It's true. Kwa hiyo ni mtu ambaye tayari kaweka mark ambao haiwezi sahaulika. Yani hata Yanga akiwa anafanya hivyo deal, lakini tayari watu watakuja kuangalia okay starting point ilikuwa wapi. Okay 2020 something kwamba timu ilikuwa chini ya nani, Miguel Gamondi. Unakuja Singida kama unaona ni timu ambayo inajiestablish kufanya makubwa nchini, kitu ambacho walikuwa hawajaifanya. Ndio Wamemake history for the first time, wanashiriki mashindano ya kimataifa, wanafika group stage. Nani alikuwa engineer wa hilo? Miguel Gamondi. Kwa hiyo ni mwalimu ambaye hizo tu factors chache tayari zinatengeneza beliefs kwa watu, na amefanya mazingira ambayo ni ndani ambazo timu zote kwa asilimia kubwa ziko zinatengenezwa na wazao. Unaangalia Yanga walikuwa na wazao a lot, Singida wako wazao a lot. Kwa mazingira yao kumpa timu ya taifa, mtu anaona kama atapewa wakati mzuri na uvumilivu, kitu ambacho tumekuwa tunakikosa sasa. Okay. Tumekuwa tunakikosa.
tunaweza tukatengeneza kitu ambacho kinaweza ikawa ni promise, inaweza kwenye hayo malengo makubwa labda ya kufika hata hatua za mtoano za mashindano ya AFCON kama 2027 au kufuza World Cup. Inaweza yeye asiwe mtu ambaye atatufikisha huko, lakini akawa mtu ambaye ametengeneza njia ya sisi kufika huko. Ya sisi kufika. Tumeona mataifa mengi. Yaani leo unakuja unatolea mataifa makubwa kama Belgium. Belgium unasema Belgium anafika anakuwa mshindi wa 3 labda World Cup 2018, unasema wana golden generation. Utaanza kuongelea wao kama kina Roberto Martinez wakiwa walimu, au kina Thierry Henry wakiwa walimu wasaidizi, lakini unakuja kuangalia mchoro mzima walichora watoka kina Michael Sablon miaka 1900 huko, siku nyingi, lakini walitengeneza mazingira kwa kipindi kile ikufanikiwa ikawa nzuri. Leo tunaongelea FC Barcelona kama mmoja ya giants kubwa duniani. Lakini huwezi kuacha kutaja influence ya watu kama kina Johan Cruyff. Johan Cruyff hakuwini makombe mengi sana as a coach ya FC Barcelona kama alivyofanya mtu kama Pep Guardiola au kina Luis Enrique, lakini hiyo yote unaiongelea leo tikitaka, mazingira makubwa alitengeneza yeye. Walikuwa tayari kuriski kwenda finali na AC Milan ya Fabio Capello mwaka 1994, wanapoteza goli 4-0 finali. Na ule mpira wao unaona kuanzia dakika tu za 20 za mwanzo ni mpira ambao walikwenda kufungwa goli nyingi, lakini waliamua kuriski hivyo hivyo ili kuendelea kutengeneza mazingira ya mbeleni ambao unaona miaka hivi karibuni watu wameenda kufaidika nao. Kwa mimi nadhani tumpe time, na kwa CV yake tumeona ni mwalimu ambaye ni mzuri na anaweza kutusaidia. Sawa, Watanzania je, wenyewe mnazungumza nini kuhusiana na kikosi cha Taifa Stars ambacho kipo kambini kwenda kuvana na Coast katika mechi ya kirafiki ambayo itapigwa Novemba 15 pale nchini Misri? Tuandikie pale kupitia live YouTube ya East Africa Radio, lakini ukiandika kupitia Star 24 Instagram pia nitapitia kwa kile ambacho kipo unakisikiliza kupitia kipenga ya East Africa Radio. Tunakwenda katika mapumziko mafupi, tukirejea tutarudi na wananchi Young Africans na kile ambacho kinaendelea pale Jangwani. Usitoke.